Basi tukae kwa utulivu. Karibu tumisho. Bwana Yesu asifiwe. Nakaribisha tena katika ibada la pili la ushirika. Tumekwisha kukaribia katika ibada la pili la ushirika kwa maombi ya mama yetu ambaye amekuwa kuwakilisha ibada mikononi mwa Mungu, na hiyo tu katika ibada takatifu la ushirika kwa meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua Biblia, nitafungua katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 mstari ule wa 27 hadi 29. Wakorintho wa kwanza
11 mstari ule wa 27 hadi 29. Biblia inatuelekeza Wakorintho wa kwanza 11:27 mpaka 29. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 27 mpaka 29. Nitasoma katika jina la Yesu. Wakorintho wa kwanza 11:27-29 nitasoma katika jina la Yesu. Basi kila ulaye mkate huo au kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. 28. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. 29. Maana alaye na kunywa ula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua ule mwili. Bwana Yesu asaidie sana. Mtume Paulo anaeleza habari ya ushirika huu, kwamba hili ni swala takatifu ambalo linatakiwa mtu unapokwenda kushiriki katika ibada hili la ushirika, wewe mtu kwanza unajitambua ukoje wewe na Mungu. Labda kuna tatizo kati ya wewe na Mungu, fanya swala la kujihoji katika moyo wako, na ipo nafasi nzuri ya wewe kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu na kumwambia Mungu ya kwamba nisamehe kwa hili ambalo nililokwenda kulitenda. Ukiisha kunisamehe, futa hili jambo. Bwana tusaidie sana. Sio kwamba uishie tu ya kwamba nisamehe, malizia na jambo, futa ikosa. Kwa sababu unapoomba ya kwamba Baba nisamehe, na kama hujatamka futa hii kosa, ni jambo linakuwa bado linatengeneza jambo ambalo sio zuri. Lakini ukisema Baba nisamehe, mimi ni mwanadamu, ninajikwaa kwa mambo mengi. Ndio maana Mungu akamwambia Yakobo pale Yerusalemu alipokuwa kiongozi wa kanisa, akasema, Yakobo, watu wanajikwaa kwa mambo mengi, na kwa kuwa wanajikwaa kwa mambo mengi, yule atakayekuwa tayari kuanguka na kujutia vile ambalo amelikosa, mimi si mwepesi wa hasira, mimi ni mwepesi wa huruma, nitamhurumia mtu huyu, nawe atakuwa pamoja naye. Bwana Yesu asaidie. Basi ni kujihoji. Na jambo la pili ni kwamba kama umebatizwa, kule unaposali umebatizwa na hapo umebatizwa, basi ni wajibu wako kushiriki ushirika mtakatifu kwa meza ya Bwana. Bwana Yesu asaidie sana. Lakini la pili, kumbuka ya kwamba usiwe mtu ambaye umebatizwa alafu sasa unashindwa kushiriki ushirika kwa meza ya Bwana. Biblia inaniambia kwamba Yesu akawaambia wanafunzi wake, akasema kwamba fanyeni hivi kwa kunikumbuka, na mkifanya hivi mnatangaza mauti yangu hata nijapo. Na mtu atakayekuwa anashiriki ushirika wa kuula mwili wangu uliovunjika kwa ajili yenu na damu yangu iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi zenu, mtu huyo nitakuwa na ushirika na yeye, na siku ya mwisho nitamfufua. Sitamwacha, nitamfufua. Sasa unapokuwa sasa unaingia katika ushirika, unaposusa ushirika, unapokimbia ushirika, nini kinachosababisha? Kama kuna uhuru wa neema ya Mungu upo, jioji katika moyo wako kama tulivyosoma andiko, alafu kisha Mungu ni mwepesi, atakurejesha na utashiriki ushirika mtakatifu kama ilivyo mila na desturi na sheria ambayo Yesu aliyoiacha
kwetu na iwe endelevu, kwa sababu tunafanya ushirika pamoja na yeye, tunakwenda kukumbuka mauti yake, na hivyo tutakuwa na heri siku hili ya ufufuo, kwa sababu tunashiriki mauti ya Kristo. Bwana Yesu asaidie sana. Na nikisha kusema haya, watu wa Mungu, ni kwamba sasa tunaenda katika hatua nyingine ya kuweza kusoma maneno ya Mungu kwa ajili ya kuingia katika zoezi zima la ushirika mtakatifu. Kitabu cha Mathayo 26 mlango huo wa 26, Biblia inasema ya kwamba na walipokuwa wakila, Yesu aliutoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Tuombe. Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo, tuko mbele zako mkutano mzima. Baba yetu, tuko katika hatua ya kukumbuka mauti yako, jinsi mwili wako ulivunjwa na jinsi damu yako ilimwagika kwa ajili yetu. Na ushirika huu Baba, tunaukabidhi mikononi mwako. Bariki mkate huu ambao umefanyika kuwa mwili wako, ubariki ili uwe na nafasi katika maisha yetu ya kimwili na ya kiroho, nikatende jambo jema katika maisha yetu. Asante, wewe ubarikie, utaendelea kubariki, na atakayeshiriki mkate huu kama mwili wako uliovunjwa kwa ajili yetu, uwe na nafasi nzuri ambayo Bwana utakaye kwenda kumsaidia kuendelea kukumbuka mauti yako, jinsi mwili wako uliovunjwa kwa ajili yetu. Bariki Baba yetu mkate huu, na ubariki watakaye kwenda kushiriki, katika jina la Yesu Kristo. Ilete afya na uzima, ilete amani katika maisha yetu, na hata kilichomengenana kirudishwe. Palipobomoka pawe sawa, palipomilima pasawazishwe. Neema yako na iwe pamoja na mkutano wote mzima. Asante Baba yetu, kwa sababu utatenda jambo kupitia mkate huu, na watakaoshiriki neema yako na iwe pamoja na watu wako, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wokovu namba 4. Usiku kabla ya kuteswa, Yesu alikusanya wanafunzi wake, alifahamu kwamba saa ya kutolewa imekaribia. Wao ona Gethsemane, mateso yake na huzuni nyingi, zaidi alihofu saa ile atapoachwa hata naye Mungu. Alitamani saa ya Pasaka pamoja na wapendwa wake huku, katika pendo lake kubwa sana.
aliyashinda majaribu akautwaa mkate akabeba. Twaeni mle, huu ni mwili wangu, na akawapa wanafunzi wake. Twaeni kila mtu aminiye, baadaye akawapa na kikombe, na akasema, nyinyi nyote hiki ni damu yangu inayomwagika kwa ondoleo la makosa yote. Bwana Yesu asifiwe. Wote tumeenea, na kama tumeenea wote, tushiriki katika jina la Yesu. Mama mpendwa, omba. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tuna kila sababu ya kusema asante, maana ni wewe uliyejitoa pale msalabani ukasema tunapokula mwili wako tutapata uzima. Asante kwa ajili ya kibali hiki ambacho umetupa siku ya leo. Jina lako libarikiwe, maana umeleta uzima kwetu Bwana. Uhimidiwe na kuinuliwa. Asante kwa wote walioshiriki mwili wako Baba. Ninachokiamini wametiwa uzima, hata kama wangekuwa na udhaifu umeuondoa, umewapa uzima. Ubarikiwe Mungu wetu, ubarikiwe Yesu kwa kujitoa kwa ajili yetu. Ni katika utatu mlio nao mbinguni, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Tunasoma katika kitabu cha Mathayo huyo 26:27. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tuko mbele zako tena, tumeshika mzao wa mzabibu mikononi, lakini Baba, tunahitaji ya kwamba ukaubadilishe kwa damu yako, ili kila yeyote ambaye atakayetumia damu yako ili ikamfanye kuwa mtu mpya, katika jina la Yesu Kristo. Maana ulisema ya kwamba damu yangu ni ya agano kwa ondoleo la dhambi zenu, na kila mtakapokunywa mwakumbuka mauti yangu, na siku moja nitawafufua. Na kwa sababu hiyo, Mungu, tunahitaji ya kwamba fanya jambo jipya katika maisha yetu. Neema yako Mungu isitupungukie. Asante kwa kuwa umebariki na utabariki watu wako ambao watakakwenda kutumia, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na msaada wetu. Amen. Wokovu namba 112. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kuwa vikombe vyetu havitoshi, vilikuwa vinatosha ingekuwa vizuri, kwa sababu kipindi wazee wanashirikisha ushirika, vikombe vilikuwa vinatosha, watu wote wanapokea, wanatulia, halafu sasa tunakwenda kutumia katika jina la Yesu. Lakini sasa kwa kuwa vikombe ni vichache, basi ukipokea unywe.
Sababu vikombe ni vichache. Ulinde roho na nafsi yangu chini ya damu, chini ya damu. Makosa, hofu na shaka ziwe chini ya damu, chini ya damu. Damu yako Yesu ndani yangu, toa safi Bwana, unilinde kwa siku zote chini ya damu. Makimbilio ya mwenye dhambi chini ya damu, chini ya damu. Ni ukombozi kwa watu wote chini ya damu, chini ya damu, chini ya damu yako Yesu ndani yangu, toa safi Bwana kwa siku zote chini ya damu. Nijaze nguvu na pendo lako chini ya damu, chini ya damu. Nipate tena kutii wewe chini ya damu yangu, chini ya damu, chini ya damu yako Yesu ndani yangu, toa safi Bwana, nilinde kwa siku zote chini ya damu. Amani kuwa moyoni mwangu chini ya damu, chini ya damu. Karama zako zanipa raha chini ya damu ya, chini ya damu, chini ya damu yako Yesu ndani yangu, toa safi Bwana, unilinde kwa siku zote chini ya damu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamalizia andiko hili ya 26 Mathayo na 29. Biblia inasema, lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapo kunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje, wakakwea mlima wa Mizeituni. Bwana Yesu asaidie sana. Wakati walipomaliza kushiriki ushirika wa meza ya Bwana, Biblia inasema ya kwamba waliimba, wakatoka nje, wakainuka, wakaenda katika mlima wa Mizeituni.
Bwana Yesu asaidie sana. Nataka niwaambie hivi kanisa la Mungu. Usiwe mtu wa kukwepa ushirika. Wape viumbe ambao wameinuliwa katika dunia hii ambao watatuletea shida. Wanachokiokopa ni damu ya Yesu tu ambayo inanena mema ndani ya maisha yao. Wapo viumbe ambao wameinuliwa ambao hao watakuwa wanakutana na wana wa wanadamu. Wanachokiokopa ni damu ya wanakondoo ambao wewe unaishiriki kile tupoleo. Katika ulimwengu wa roho, kama sauti ya Mungu ilivyokuja, haijalishi hata tarehe tu inayopangwa, hata nyumbani kwako fanya ushirika, hiyo inafaa. Kwa sababu kila wakati, kila saa, hao walioinuliwa kwa ajili yetu wanafanya kazi na wako kazini, lakini wanachokiokopa ni damu ya mwanakondoo tu. Hata ukiwa nyumbani kwako, fanya hata ushirika, hata kabla mwangalizi hajapanga taratibu za ushirika, kwa sababu ya kuepukana na hivyo viumbe ambavyo vimeinuliwa na wamekuja kwa sababu ya kupambana na kanisa la Mungu. Bwana Yesu asaidie. Kwa hiyo unapokwepa ushirika, unajijengea jambo gumu, na hao wakikukaribia utakuwa mtu ambao umedhoofika kila kitu. Bwana Yesu asaidie. Nimependa niseme hilo kanisa la Mungu kwa sababu hilo jambo lilikuja na nimeambiwa niliseme. Bwana Yesu asaidie. Wanaokopa tu ushirika, wakifika wakikutana na wewe, wakitazama ndani yako Yesu amesimama, wanaona jinsi unashiriki ushirika mtakatifu, damu ya Yesu unainywa, mwili wa Yesu uliovunjwa kwa ajili yako unautumia, hawawezi kukugusa. Lakini kama haushiriki jambo kama hilo, hao viumbe wameinuliwa na hutaweza kuona kama haujafunguliwa jicho la tatu la kuwaona. Zama kwenye maombi utafunuliwa habari hizi za hivi viumbe ambao wameinuliwa kwa ajili ya kanisa. Bwana Yesu asaidie sana. Nikifika hapo nishukuru kwa sababu wote tumeshiriki na tuendelee kushiriki. Tusiogope ushirika. Ni ushindi, ni nguvu, ni tumaini, ni kitu ambacho kinatusaidia katika maisha yetu. Nikifika hapo nimalize kusema ya kwamba pelekeni maiki kwa mama maasisi awakilishe jambo hili mikononi mwa Mungu na kuweza kubariki mkutano mzima ambao uliokwenda kushiriki ushirika mtakatifu ambao unatangaza mauti ya wana hata ajabu. Karibu mama kwa maombi. Bwana Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu, umeleta watu wako katika vitanga na mikono yako. Wamekula mwili wako, wakakunywa damu yako. Bwana, ni nani atalinganishwa na wewe uliokuwa juu ya vitu vyote? Wewe macho yako kama miali ya moto inaona kila mahali. Ni nani atajificha mbele ya uso wako? Ndio maana ninawakabidhi viumbe vyako katika vitanga vya mikono yako. Yesu aliyokuwa hai saa zote za maisha yetu, na haki yako inatendeka ndani yetu. Mungu, uwatazame katika siku ya leo, walikula mwili wako, wakanywa damu yako. Utawabariki katika mchana wa leo. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu watawala katika maisha yao, kwa jina la Baba aliyokuwa hai. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Niombe tukae nimalizie kushukuru baba yetu, wakati ambapo kuwasiliana naye aliniambia neno moja, akasema basi fanya hili na hili. Lakini pia nishukuru uongozi wa tawi. Mungu awabariki sana
nafikiri Mungu ndiye atakayewalipa. Amina. Kwa sababu kweli watu kukaa bila kushiriki bado tuna shida. Lakini Roho wa Mungu aliwaongoza ya kwamba wao wanasimamia zoezi hili na lifanyike kwa ahadi ya Mungu. Mungu awabariki. Endelea kufanya jambo kama hili. Basi niwashirishe mbele zako Mheshimiwa kiongozi. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kabla maisha ibada tutakuwa ni kutengeneza nyumba ya askofu. Ulicho nacho chochote ulicho nacho. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unajua kazi ya uchungaji ni kazi moja ngumu sana. Haleluya. Amen. Sisi kwetu unapokuwa unakwenda kuchunga mifugo polini, lazima ulishe chakula asubuhi. Uende polini umeshiba. Nadhani wakina mama Kitigwa wanajua na Benedetta wanajua. Ili unapokwenda kuchunga ile mifugo, usiwe na akili ya kwamba njaa inauma ukimbilie kuchimba miogo ya watu huku ng'ombe wanaingia kwenye mashamba ya watu. Jina la Bwana libarikiwe. Ni lazima mchungaji wa mifugo awe amekula, ameshiba. Sasa kama mchunga ng'ombe anashiba, mchungaji wa kanisa si zaidi? Jina la Bwana libarikiwe. Maana mchungaji kazi yake ni kuliombea kanisa usiku na mchana. Unapoona wewe umebarikiwa, Mungu amekubariki shilingi 10,000, mchungaji wako ameomba, anafunga na kuomba kwa ajili yako. Ili usije ukaacha hapa ukakimbilia kwenye mashamba mengine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Uchungaji ni kazi moja ngumu sana. Inataka yani uwe na nguvu ya Mungu kweli kweli, lakini inatakiwa ashinde. Maana mchungaji Biblia inasema hivi, hana baba wala nini wala mama. Ndugu zake wa mchungaji ni sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuitengeneza nyumba ya mchungaji wetu, nyumba ya askofu wetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Baada ya kusema hayo, niombe tu, hebu uleteni kiti mama akae hapa, maana baba hayupo, lakini mama yupo. Jina la Bwana libarikiwe. Tuombe kiti kimoja mama akae hapa. Studio mtatupa wimbo, halafu tutakwenda kwa mpangilio. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Basi tutakwenda kwa mpangilio kwamba wataanza upande huu. Tunaomba na chombo, maana mwingine anaweza kaa hana sukari, kumbe ana 1,000, 2,000, 10,000 laki. Haleluya. Amen. Tutaanza na upande huu hapa. Ulicho nacho unaweka hapa. Kama umenunua kitu dukani unaleta hapa. Benedetta ni kuombe uwe unapokea vitu hapa. Samani kidogo. Tunaomba wimbo. Studio. Tunaomba kuchangamka. Wameomba nikurejeshe. Anasema njoo nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na Mungu. Anasema njoo nikurejeshe. Nasikia kufa na sauti yake, anasema njoo
urejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na Mungu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nasikia machozi. Nashindwa kusema kwa ajili ya kanisa
vile ambavyo umetukumbuka katika nyumba yetu. Mawazo yenu yabarikiwe. Amen. Aliyetoa hili wazo Mungu amkumbuke. Amen. Asanteni kwa msaada ambao umetusaidia familia yetu. Mungu awabariki sana sana. Naomba niombe. Baba wa mbingu na nchi, ni wewe Mungu ambaye umeona majira na nyakati hizi Bwana, uweze kukumbuka nyumba ya mtumwa wako na mtumishi wako. Baba, mioyo ambayo imeguswa kwa ajili ya kutubariki nyumba yetu, Baba ukawakumbuke. Angalia tabu zao, angalia shida zao, angalia namna ambavyo wanatafuta kwa ugumu. Mungu ukawawezeshe na ukawasaidie, ukawafanikishe zaidi na zaidi. Na wakiwa na vilio au machozi kwa ajili ya shida yoyote Bwana, watakapokuita na kukukumbusha kwamba Mungu, kumbuka niliwahi kutegemeza nyumba ya mchungaji Grayson, Baba ukakumbuke kutoka mbingu zako. Asante kwa ajili ya wana wako na watumishi wako, maana Bwana maombi yanakoma ndani ya maisha yangu, lakini wewe Mungu unayejua kuomba, Roho Mtakatifu, kwa kadri ya jinsi ambavyo unaongoza wana wako Bwana, ninaomba ukawabariki zaidi na zaidi. Pale walipotoa Bwana ukawaongezee. Asante kwa sadaka hizi zitanena mema mbele zako, kwa utukufu wa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tusimame sote. Tusimame sote. Tusimame wote. Tuitimishe ibada ya maombi. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Wewe watosha. Amen. Wewe watosha. Amen. Wewe watosha. Amen. Hallelujah. Amen. Tuombe. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu, tuna kila sababu ya kusema asante Mungu. Tumeona fadhili zako Bwana, tumeona mkono wako Mungu wetu. Tangu tulipoanza ibada ya leo, ni mengi yametendeka mahali hapa. Hukutuacha, ulikuwa pamoja nasi mfalme wetu. Siku ya leo ya tarehe 5 ya mwezi wa 10, kama ulivyotukusudia Mungu, tunasema asante Baba. Tazama sasa tumefikia tamati kwa ajili ya ibada. Hatuzifungi baraka zako, maana tunazitamani zikae na sisi hata tunaporudi majumbani.
wanapoondoka kwa vyombo vya moto utawalinda. Ila zote za adui zisisimame mbele yao, zikatoweke mbele yao kwa jina la Yesu Kristo. Roho zote za mikosi na balaa zishindwe kwa jina la Yesu. Wote watakaotembea kwa miguu, Mungu wasaidie wasijikwae njiani. Baraka zako tulizozipokea twende nazo zikatulinde ndani ya mwezi wote mzima huu, hata tutakapokutana tena tarehe 2 ya mwezi wa 11. Jina lako libarikiwe Mungu. Baba, nasema ni asante. Sifa na heshima na adhama vina wewe, ni katika utatu mlio nao mbinguni, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kwa uweza mkuu wa Mungu Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo Na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Amen. Amen.